Hosana kwa mwana wa Daudi, Hosana, 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 Hosana kwa mwana wa Daudi. Hosana kwa mwana wa Daudi, Hosana kwa mwana wa Daudi, Hosana, 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 Hosana kwa mwana wa Daudi. Wapendwa taifa la Mungu, karibuni sana katika tafakari ya neno la Mungu, ikiwa leo ni Dominika ya Matawi katika mwaka huu wa kanisa. Kila ifikapo Dominika ya Matawi inakuwa ndio mwanzo wa Juma Kuu kuelekea sherehe ya Pasaka, sherehe ya ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Na katika hii Dominika ya Matawi imegawanyika katika sehemu kuu mbili. Sehemu ya kwanza ni ile ambayo Wayahudi wanampokea Bwana wetu Yesu Kristo kwa shangwe kuwa mfalme wao. Na sehemu ya pili inaelezea mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo ni kama sura mbili tofauti. Mwanzo kunakuwa na shangwe, lakini sehemu ya pili kunakuwa tena na huzuni, na hayo ndio mabadiliko na kujua kwamba je, Wayahudi walimpokea kweli kwa shangwe kuwa mfalme wao, lakini kwa nini baadaye wakamtesa? Hivyo wapendwa taifa la Mungu, katika sehemu ya kwanza tunaongozwa na somo la Injili takatifu inayotoka kwa mwinjili Mathayo sura ya 21 aya ya kwanza hadi aya ya 11. Na sehemu ya pili, somo la kwanza ni la kitabu cha nabii Isaya sura ya 50 aya ya 4 hadi aya ya 7. Somo la pili ni la waraka wa Mtume Paulo kwa Wafilipi sura ya 2 aya ya 6 hadi aya ya 11. Na somo la tatu ni la Injili takatifu ilivyoandikwa na mwinjili Mathayo sura ya 26 aya ya 14 hadi sura ya 27 aya ya 66, ambapo katika somo hilo la Injili takatifu sehemu ya pili inakuwa ni masimulizi ya mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo. Hivyo wapendwa taifa la Mungu, talitumia somo la Injili inayotoka sehemu ya kwanza katika tafakari yetu. Tusikilize Injili takatifu. Hata walipokaribia Yerusalemu na kufika Bethfage katika mlima wa Mizeituni, ndipo Yesu alipotuma wanafunzi wawili akiwaambia, enendeni mpaka kijiji kile kinachowakabili, na mara mtaona punda amefungwa na mwanapunda pamoja naye, wafungueni mniletee. Na kama mtu akiwaambia neno, semeni, Bwana ana haja nao, kwa mara hiyo atawapeleka. Haya yote yamekuwa ili litimie neno lililonenwa na nabii akisema, mwambieni binti Sayuni, tazama, mfalme wako anakuja kwako, mpole, naye amepanda punda, na mwanapunda, mtoto wa punda. Wale wanafunzi wakaenda zao, wakafanya kama Yesu alivyoamuru. Wakamleta yule punda na mwanapunda, wakaweka nguo zao juu yao, naye akaketi juu yake. Watu wengi katika ule mkutano wakatandaza nguo zao njiani, na wengine wakakata matawi ya miti wakayatandaza njiani. Na makutano waliotangulia na wale waliofuata wakapaza sauti wakisema, Hosana mwana wa Daudi, ndiye mbarikiwa yeye ajaye kwa jina la Bwana, Hosana juu mbinguni. Hata alipoingia Yerusalemu, mji wote ukataharuki, watu wakisema, ni nani huyu? Makutano akasema, huyu ni yule nabii Yesu wa Nazareti ya Galilaya. Injili ya Bwana.
Wapendwa wa taifa la Mungu, Dominika hii ya Matawi, hii ni siku ya mwanzo wa Juma Kuu ambapo Yesu anaingia Yerusalemu akishangiliwa kuwa ndiye mfalme siku 6 kabla ya Pasaka. Hivyo adhimisho hili ndugu zangu linapambwa na maandamano yetu tukikumbuka tukio hili na kumuungama Kristo Yesu kuwa ni mfalme wetu hapa duniani na katika Yerusalemu mpya. Hivyo wapendwa taifa la Mungu, nasi tunapokuwa tukiandamana katika hali kama hii, inabidi na inatulazimu kuweza kujifikiria kwa makini kweli. Je, katika maandamano yetu kweli tumekuwa wafuasi wa Bwana wetu Yesu Kristo au ni mashabiki tu? Kwa sababu katika ufuasi wa Bwana wetu Yesu Kristo ni kwamba tunalibeba hilo kwa shangwe, huku tukimshuhudia Kristo katika maisha yetu ya kila siku. Lakini kwenye swala la ushabiki hakuna majitoleo, hakuna uimara wowote wa kiimani, kiasi kwamba tunakuwa tu kama wapambe, alafu mwisho wa siku tunakuwa tumemaliza hapo, tunaendelea na maisha yetu maovu, tunaendelea na maisha yetu ya kila siku ambayo hayampendezi Mwenyezi Mungu. Ndugu zangu, hii ndiyo sehemu ya kwanza kabisa ambapo Wayahudi wanampokea Bwana wetu Yesu Kristo kwa shangwe, huku wakishika matawi ya mitende. Sehemu ya pili ni adhimisho la mateso ya Yesu yanayotuingiza katika Juma Kuu, ambako ndiko tutasikia zaidi yale masomo matatu wakati wa adhimisho la misa takatifu. Ndugu zangu, kwa ujumla wake masomo ya leo haya yote kutoka sehemu ya kwanza hadi sehemu hii ya pili yanamwonyesha Yesu Kristo kuwa ni Masia na mfalme wa amani, mpole, mnyenyekevu, mvumilivu na hana makuu, mfalme wa kuigwa, mfalme ambaye anatakiwa awe na sifa kama hizi. Kiongozi yoyote ukiwa na sifa kama hizi za Bwana wetu Yesu Kristo, hakika uongozi wako utajawa na maisha ambayo kila mmoja atatamani akimbilie kwako, kila mmoja atatamani akimbilie katika utawala wako ili kuweza kujihakikishia usalama zaidi. Hakutakuwa na vita, hakutakuwa na vurugu, hakutakuwa na kugombana kwa sababu ya uchu wa madaraka. Kila mmoja atamthamini mwenzake. Yote hii ni chini ya uongozi ambao unafanana na Bwana wetu Yesu Kristo, kiongozi aliye mpole, kiongozi aliye mnyenyekevu, kiongozi aliye mvumilivu, kiongozi ambaye hana makuu. Hivyo ndugu zangu, ili swala la Bwana wetu Yesu Kristo kuwa katika hali ya upendo, kuwa katika hali ya upole, kuwa katika hali ya unyenyekevu, kuwa katika hali ya uvumilivu na kutokuwa na makuu, haya yote yanadhihirisha kwa kuingia kwake Yerusalemu kwa shangwe akiwa juu ya mwanapunda, tena ambaye hajatumiwa bado kazi, ikiwa ni ishara ya utakatifu na kuweza kudhihirisha kwamba hata yeye mwenyewe mambo anayokuja kuyafanya ni matakatifu. Hii inaenda kinyume na desturi za wafalme wengine. Ni kwamba wafalme wengine wao walikuwa wakitumia farasi, mnyama mwenye gharama, mnyama mwenye hadhi yake, ambapo si kila mtu ambaye aliweza kumiliki. Huyu mnyama alikuwa akimilikiwa na watu wenye hadhi ya juu. Kwa Kristo kupanda mwanapunda ilikuwa ni hali ya unyenyekevu, kiongozi ambaye amejishusha na kuwa katika hali ya wanadamu wa kawaida ili kila mmoja aweze kumpokea katika hali yake. Hivyo wapendwa wa taifa la Mungu, tukio hili linatimiza utabiri wa nabii Zekaria sura ya 9 aya ya 9, ambapo mwambie binti Sayuni, tazama mfalme wako anakuja kwako, mpole naye amepanda punda,
na mwanapunda mtoto wa punda. Hivyo wapendwa taifa la Mungu, ndio muunganiko tunaoona wa Agano la Kale na Agano Jipya. Sasa kile ambacho kimeandikwa katika Agano la Kale, Kristo anakuja kukitimiza. Ndugu zangu, tunajifunza nini? Hakuna utukufu pasipo mateso. Mama Kanisa anatuhimiza kuyavumilia mateso yanayotupata katika kuikiri na kuishuhudia imani yetu. Imani yetu kwa nani? Imani yetu kwa Kristo, ili tuufikie utukufu wake na kuingia katika ufalme wa mbinguni. Kwa kweli, wapendwa taifa la Mungu, mateso yatokanayo na dhambi zetu, dawa yake ni kutubu. Dawa yake ni kuomba msamaha. Dawa yake ni kubadilika. Maana bila kufanya hivyo hayatatuletea wokovu, bali yatatupeleka motoni. Kwa kumbe, ndugu zangu, haya matawi yanaashiria nini? Ni kwamba haya matawi kwa wenzetu kipindi hicho hakukuwa na bendera. Kwa kipindi kama cha sasa, tunapomkaribisha kiongozi mkubwa, mara nyingi huwa tunatumia bendera, au unakuta tena wengine wanatengeneza vipeperushi fulani hivi ambavyo unakuta vimeunganishwa labda na kijiti, alafu tunapepea kuashiria shangwe ya kumpokea kiongozi. Kwa ndugu zetu hawa hawakuwa na bendera kama hizo, badala yake ndipo walipotumia matawi, ikiwa ni ishara ya kumkaribisha kiongozi ambaye anakuwa amefika, kiongozi ambaye ni mgeni. Hivyo wapendwa taifa la Mungu, katika hali hiyo tunaona wazi kwamba haya matawi yanatukumbusha ni namna gani ambavyo mwanadamu anabadilika, kwa sababu kitendo cha kumpokea Kristo kwa shangwe, unaona huyu mwanadamu amekuwa kigeugeu. Baada ya muda mfupi tu nasikia habari ya kuteseka kwake. Ni kwamba Kristo aliletwa ili apate kukamatwa. Kristo anashangiliwa, lakini mwisho wa siku inakuwa kinyume. Ndiyo hali ya mwanadamu, ambapo wakati mwingine katika hali ya kutaka kuwa wafuasi kwa Bwana wetu Yesu Kristo, mwisho wa siku tunaishia kuwa tu mashabiki kama ambavyo nimeeleza, kwa sababu hatupendi kuteseka, hatupendi kuungana naye, kwa sababu ufuasi wa Bwana wetu Yesu Kristo, ndugu zangu, ni kuubeba msalaba, kuwa tayari kuubeba msalaba, kujikana nafsi zetu ili kuweza kumshuhudia Kristo na kupita ile njia ambayo yeye pia anatufundisha. Kumbe katika haya hakuna utukufu pasipo mateso. Hakuna kitu ambacho kitatusaidia tuweze kuepukana na dhambi zetu bila kuwa watu wa toba, bila watu wa kuwa tayari kuomba msamaha. Na kuomba msamaha ni hali fulani ya unyenyekevu, wasamehe wale waliotukosea, na sisi vile vile kuwa na tabia ya kuomba msamaha pale ambapo tunakuwa tumewakosea wengine. Katika hali hii itatusaidia sana kuishi maisha ambayo yanampendeza Mwenyezi Mungu. Kwa kubadilika kwa mwanadamu huku ni kutokuwa na msimamo katika imani ambayo tunaishuhudia. Hivyo tuombe neema ya Mungu itusaidie tuweze kuwa na imani thabiti, imani ya dhati itakayotusaidia tuwe na mahusiano mazuri na wenzetu, inayotusaidia tuwe watu wa sala, inayotujengea mazingira ya kuweza kusimamia ukweli, kusimamia kile ambacho tunakiamini. Hivyo kwa wakati huo tunajifunza kwa nani? Ni kwamba mateso ya Yesu, upendo wake, ukweli, msamaha wake na neema yake, ambavyo ndiyo msingi tunaotegemea kama wanadamu. Ndugu zangu, tunatakiwa tumfanye Kristo awe mwalimu wetu, tujifunze kupitia yeye, ili haya yote ambayo anayoonyesha katika Dominika hii ya Matawi kama mfalme, kama kiongozi wa maisha yetu, nasi tuweze kuiga na tupate kutawaliwa naye kupitia hizi tunu ambazo yeye ametuonyesha.
Awabariki na kuwalinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Walitoka kwenda kumlaki wakisema, Hosana.